Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamia. Mimi ni Abubakar Kashindi Kamwanya. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, leo kabisa baada tu ya jana mida ya saa 9 hivi mto wa Karimabenge Uvira kuweza kubomoa nyumba kama jinsi mnavyotuona hapa, tunafanya sura ya kazi. Tumepata bahati ya TV kuweza kuja kutembelea baadhi ya watu kuweza kuwasaidia katika harakati zao za kuweza kuzibua nyumba zao. Toka asubuhi saa 5 tupo hapa, lakini bimuujizatillah leo tumeshuhudia kwamba nyumba jinsi mnavyoona nyuma yangu kuna msikiti, lakini maji yaliweza kuwa ni mengi sana, nyumba zote za pembeni zimeingia maji kama tunaona ghorofa hapa, lakini msikiti alhamdulillah kwa muujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuingia hata maji moja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyami, ni mojawapo ya muujiza ambao umefanyika katika hili janga ambalo limeweza kufanyika. Basi kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa makala hii ili mradi uweze kupata vile ambavyo tumekuandalia siku ya leo. Basi kuwa nami, asante na karibu. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, kama jinsi nilivyokuambia kwamba huu ndo msikiti ambao umeweza kunusurika katika janga hili ambalo limeweza kutokea jana baada ya mafuriko kuweza kuteremka na kuweza kuwa watu wengi sana, lakini pamoja na hiki kitu ambacho kimefanyika, na hapa pembeni yangu nina ambaye ni Bilali wa msikiti huu, aidha muadhini wa msikiti huu. Yeye ndiye ambaye ameshuhudia matukio mwanzo hadi mwenga. Nikidhani kupitia Iqra Global Media mtaweza kupata nafasi ya kuweza kuona jinsi gani maji ilikuwa inaleta mtafaruku na mambo mengine. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa majina unaitwa nani? Jitambulishe leo wenye kutizama waweze kujua. Mwalimu Mwamba Sadi. Na pole kwanza kwa janga ambalo limewakuteni, na najua ni katika mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuambie tukio nzima ilikuwaje mpaka hali hii iweze kuwa hivi jinsi tunavyoshuhudia hivi, na muujiza ambao tumekuja kushuhudia kwamba naona nyumba sehemu zote kule maji ipo, lakini msikiti biidhnillah umeweza kunusurika. Ilikuwaje? Wala ni hiyo jana siku ya Ijumaa. Naam. Mida ya saa 7 tuseme mshuko wa Ijumaa. Hapa msikiti wetu ni ambao hatujawa na Ijumaa hapa. Yeah. Wakati tunaenda kusalia kwenye misikiti mingine. Sasa baada mimi nimekuwa maeneo ya msikiti wa Kibondwe, ikatokea mvua ikaanza, nikawa nimekosa muda wa kurudi. Nilipotulia huko mvua ikawa imeendelea kuanzia hiyo masaa 7 mpaka saa 9 hivyo. Maji yakawa ni mengi kabisa, mvua inapiga. Niliporudi nikawa nimekuta hali ya maji. Yeah. Hali ya maji kama mnavyoona mkiangalia hapa jirani hapa nyumbani ambako ninapoishi. Yeah. Maji yameingia ndani na kuharibu vitu. Lakini alhamdulillah pindi tulipoingia msikitini tulikuta msikiti umesalimika salama. Kwenye salimini kabisa. Naam. Yaani msikiti tumekuta hatukupata madhara yoyote isipokuwa tenki la kushotea maji hapa. Yeah. Ndio limeziba. Ndio ambalo limeziba. Lakini tukio lote ni hilo, mvua imenyesha ikawa mingi, mto wa Karimabenge umekuwa umejaa na kutuvamia. Naam. Pindi ilipotuvamia hivyo, alhamdulillah kama mnavyoona msikiti ukawa umesalimika. Lakini nyumbani kwangu hapa na hiyo tenki ya kushotea maji ambayo tunaita kipompa, ndio vitu ambavyo vimekuwa vimedhurika. Yeah. Naam, wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, basi hii ni nafasi pia ya wewe kuweza kushuhudia, kuona kitu ambacho kimeweza kufanyika na kupata ile fursa kabisa ya kuweza kushuhudia tukio, baadhi ya matukio ambayo yameweza kutokea. Jinsi mnavyoniona peke yangu hapa, na mimi pia leo nimekuja kusaidia, kwa sababu saidia mwenzako Muislamu kipindi anapokuwa katika shida, na saidia pia wale ambao sio Waislamu, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka hivyo sisi Waislamu kuweza kuwa na ule moyo wa huruma, kuweza kusaidiana pia. Unapomsaidia mwenzako Muislamu akiwa katika matatizo, Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama pia ataweza kunusuru na kufanyia mepesi katika mambo yako hapa duniani na kukutengenezea kile unachokitaka. Lakini hatuwezi tukamwacha hivi. Iqra Global Media imekuja at least na zawadi kidogo ya kuweza kumachia ambaye ni muazini wa msikiti huu na kuweza kumkuta katika mazingira ambayo tumeweza kuikuta. Shekhe, kuna amana kidogo ya Iqra ambayo kuja ni dala 10. Shekhe, biidhnillah
kwa Mwenyezi Mungu, na sisi tunataka dua zenu ziweze kuwa nyinyi, kwa sababu harakati hizi ziweze kuendelea pamoja na sisi. Basi ndugu mpenzi mtazamaji wa Iqra, tutazunguka nyuma ya msikiti. Bilali atuoneshe msikiti ulivyozungukwa nini, vitu kama hivyo, hadi ndani ya msikiti mtakuja kuona baadhi ya vile vitu ambavyo vinaweza kufanyika. Unajua sisi tuna uchafu na huku ndani tunaomba usafi pia kuweza kuingia ndani. Moja kwa moja, cameraman wangu, pateni pamoja tuweze kuona matukio mwanzo hadi mwisho. Kuwa nasi usichoke. Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani, habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa mioyo. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, ni hapa ndipo ambapo tumefika mwisho wa matukio ambayo tumeweza kuonesha pamoja na nyinyi popote pale ambapo mnapopatikana ulimwenguni kote. Basi harakati zetu sisi ni 100% ya Uislamu, na ni kwa ajili ya kuweza kusapoti dini yetu na wasomi na kuonesha matukio tofauti ya vile ambavyo vinavyojiri haswa kwa upande wa Uislamu. Niti Abubakari Kashindi Kamwanya, kwa kuonana kwa vipindi vingine insha Allah. Iqra Global Media.